أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Naam, mpenzi mtazamaji wa chaneli yako bora hii ya Maalim Jabbar TV. Leo ni siku nzuri, siku mwanana ya kuendelea kutazama na kuangazia vipindi mbali. Na leo tutaangazia masala mazima ya majini katika sehemu kuu mbili. Na majini kweli wapo na viumbe vingine pia wapo, na upo ushahidi wa kujua majini wapo katika vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa Qur'an Karim. Mashekhe wanatuambia siku moja majini walimsikia kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma maneno matukufu mkinukuu katika Qur'an Karim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Maneno haya mashekhe wanatufundisha, wanasema siku moja Muhammad anasema waliposikia kundi la majini maneno ya ajabu, yani Qur'ani Karimu ikisomwa, basi makundi la majini walifuata waliamini na kuifuata hiyo Qur'ani ajabu. Kwa kipengele hiki au aya hii inatuambia kwamba majini wapo. Kama siku moja kundi la majini walimsikia kipenzi cha umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an, yani maneno ya ajabu, kwao walikuwa wanaona maneno ya ajabu ni Qur'an Karim ilikuwa kisoma. Kwanza walisikiliza wa annahu istami'u nafaru min al-jinni, waliposikia faqalu, wakasema inna sami'na, tumesikia Qur'an ajaba, ya ajabu. Baada ya kusikia wakasema yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Baada ya kusikia kwanza wakaifuata na wakaiamini pasi na kumwamini Mwenyezi Mungu kwamba ndio mwenye kila kitu. Kwa hiyo kwa aya hii, kwa tafsiri, kwa kadri mtu atakavyokuwa mitafsiri aya hii, mimi nimegusia tu, maana sio mtaalamu sana wa kuzama katika tafsiri, hasa katika swala la Kiswahili. Kiswahili kigumu kidogo, na lugha al-arabia imekuja na ufundi wake. Kwa hiyo kwa aya hii inatuthibitishia majini wapo, na mimi hapa nakwenda kuzungumza majini hawa wapo, waliomwamini kama tulivyosikia aya inavyosema kwamba yapo makundi au lipo kundi la majini lilimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ndani yake wapo majini wanaomwasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna makundi yanamwamini Mwenyezi Mungu na kuna kundi halimwamini Mwenyezi Mungu. Makundi haya yapo kwa binadamu na wapo kwa majini. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, majini hawa tunawazungumzia kwa sababu wapo katika ulimwengu. Kwa macho ya kawaida hatuwezi kuyaona kwa macho ya nyama, lakini kwa macho ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia tunawaona. Tunawaona kwa ishara mbalimbali, kwa yakini, kwa kuona ana kwa ana. Wapo baadhi ya binadamu tunawaona majini hivi ana kwa ana, lakini pia tunaishi nao katika ulimwengu huu
au majini. Wapo wanaoishi katika miti mikubwa, wapo wanaoishi baharini, mtoni, milimani, porini, msituni, tambarare, kwenye tope, kila mahali tunao majini. Hata kwenye majumba yetu haya majini wapo. Sasa ndani yake tuelewe kwamba majini hawa wanapoishi sehemu mbalimbali, wapo wanaoifanya ibada, yani wacha Mungu, wanaomwamini Mwenyezi Mungu, na wapo ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, yani wanafanya maasi moja kwa moja. Ambapo kwenye vipindi vilivyopita tulizungumzia majini wabaya, cheketu, kadha wa kadhalika. Kwa mimi hapa ninadavua kidogo kuizungumzia safari ya majini. Safari ya majini kutoka walipo mpaka leo kuja kwa binadamu, na majini hawa wanadai uganga. Nazungumzia kipengele hicho tu. Lakini sio kila jini anayekuja kwa binadamu ni mganga, la hasha. Sio kila jini anayekuja kwa mwanadamu atadai uganga, hapana. Kila jini ana madai yake na dhamira yake. Leo tunashuhudia kuna mtu ana kipaji fulani, akifanya jambo yeye hilo, basi jambo linakuwa lina nguvu, linapendwa. Jambo hilo akilifanya mtu mwingine halina nguvu, halipendwi, japo kapatia iko sahihi. Kwa sababu gani? Aliyofanya mwanzo yule mwenye ana kipaji. Tunaposema kipaji, maana yake una burhani, una mwalimu, una jini ana uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu kuyatenda hayo katika himaya yako. Aidha unajua ama haujui. Vipaji vya mpira, vipaji vya udereva, vipaji vya ugunduzi wa mambo, kushona, vitu mbalimbali, uimbaji, vile vipaji. Na ukichunguza kwa ndani, mtu huyo anaye jini ama rohani ambaye naye anapenda hayo mambo. Kama huyu ni muasi sana, basi yupo kiumbe huyo ndani yake ana muasi sana. Huyu mpenda mambo mazuri, mpenda wema, mpenda watu, mpenda kheri, apende shari, basi ndani yake yupo kiumbe huyo mwana jini au rohania sharifu subiani anayependa hayo mambo mazuri, kwa maana si katika wale wanaomuasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunakwenda safari ya majini kutoka walipo na kuja kudai kazi ya uganga katika vichwa vya binadamu, katika himaya ya binadamu. Na sio kila jini anayekuja katika himaya ya binadamu, aidha kupanda, maana mtu ameshuka anayempandisha, aidha anaoteshwa, aidha analetewa kama taarifa kwa njia yoyote. Lakini sio kila jini anayekuja naye ni mganga. Hapa nataka nimzungumzie jini uganga, au majini mengine nitaje kuzungumzia kipindi kijacho, lakini sasa nitazungumzia jini mganga. Jini wa uganga ana safari ndefu. Yupo jini wa uganga kwenye familia, ametoka mbali mpaka amekuja kwako. Basi na wewe kujua, sababu inawezekana mazingira unayoishi hayahusiani na uganga. Inawezekana mazingira ambayo mnaishi sio ya uganga. Bimaana familia yako, baba zako na mama zako, baba zako wadogo, babu zako, babu na babu yake hawakuwa waganga, hakupatikana mtu mganga. Ila kwako umepatikana mganga. Na uganga una falsafa ndefu, una migawanyo mingi. Nitakuja kuizungumzia siku za usoni. Hapa nazungumza safari ya majini kutoka ujinini kuja kwa binadamu na kudai kazi ya uganga. Uganga huu au majini hawa kudai uganga, inawezekana kwenye ukoo wenu, kwenye familia yenu, miaka dakhari iliyopita alitokea
chimbuko lenu la uganga. Chimbuko lenu la uganga, alitokea mtu mganga kwenye kizazi hiko, akafanya uganga yeye, alafu alipotoweka falsafa ya uganga ikafa, ikafutika pakati, haipo. Ikatokea maajabu makubwa. Leo akatokea mtoto au kijana au mama au mtu mzima akaibuka na uganga, watu wakastaajabu, ni familia, yametoka wapi haya mambo? Ni kuombe ndugu mtazamaji, usistaajabu. Inawezekana kabisa yapo haya mambo kwenye ukoo wenu, ila kizazi kilichofanya uganga kwenye familia yenu kilifutika. Baada ya hapo hakuna alojitokeza. Sasa ule ukoo wa majini unazunguka kutafuta nani tumwendee, na sio kuzunguka. Mwenyezi Mungu amepanga nani sasa awe mganga mwenye kutokana na kizazi hiki. Ndipo mwanajini anatoka alipotoka, anakwenda kwa mtu ambaye wakati mwingine kwenye familia hayapo, yani hawaje kuyaona, yalikuwepo yamefichika. Bi maana kilifutika kizazi hicho, kikuja kizazi cha kileo, kizazi ya mambo haya hawayajui, anatokea mtu. Na mtu huyo anayetokea anakuja kwa sababu mbalimbali. Aidha kwenye familia ipo shida, aidha anaandamwa sana na mahasidi, familia inamwandama, aidha anapata maradhi makubwa, aidha anapata shida katika utafutaji wa riziki huku na kule, anahangaika mashariki na magharibi, hakuna jawabu sahihi analipata. Kwa nini analipata jawabu sahihi? Kwa sababu kwenye familia hakuna mtu alitokea uganga, atokea kwa mganga, ila jini huyo, rohani huyo, burhani huyo, sultani huyo, sharifu huyo, subiani huyo anasumbua kwake, na anakwenda mbali, anaweza kasumbua kwake mpaka kwenye kizazi ama familia. Kwa hiyo wanakuja na mitihani mbalimbali. Wapo walioumwa mpaka kukatiwa tamaa kabisa kwamba huyo mtu muda wote anakwenda kaburini. Wapo waliopata dhiki, vifungo, vikwazo. Wapo walioandamwa na wachawi. Wapo walioandamwa na wanga usiku na mchana. Wapo waliopotea afu wakaibuka na uganga, aidha wapotea baharini, polini, mijini. Wapo waliokuwa machizi, vichaa kabisa, wakatibiwa wakaibuka na uganga. Zote zinakuwa al-asbab, zile ni sababu. Lakini pia wapo watu wana majini, hawana matatizo yote, shida hawana, mtu ana pesa, maisha anayo mazuri, na ana maruhania, na ana majini anamtaka uganga, lakini ndani yake utakuta kizazi kinasumbua, mara anaumwa hapa, mara na shida hii, mara na shida ile. Sababu jini anataka uganga. Kwa hiyo safari ilitokea huko, lakini yuko mwingine sio kurithi kwenye ukoo yule rohani. Mwenyezi Mungu alishampanga kwamba bwana fulani ashushiwe na viumbe hivi, vishuke kwake, marohani, maburhani, masultani, wateremke. Anajikuta ghafla tu majini hawa wanateremka kwake, marohani, masharifu, ambapo hata kwenye ukoo aidha hawapo kabisa, au kwenye familia pia wapo, taaluma hiyo ipo, uganga upo, watu wanafanya, lakini anaweza akaja rohani, akaja jini anataka uganga tofauti na ule ambao upo kwenye ukoo, na akadai vitu vyake, akadai mikoba tofauti na mikoba iliyokuwa kwenye ukoo. Wakati mwingine kwenye ukoo kuna mikoba mibaya, kuna uhasadi, kuna wanga humo, kuna wachawi, wakati mwingine kuna matatizo mbalimbali, lakini anashushwa, Mwenyezi Mungu anamshusha kiumbe katika familia mojawapo aje akaomboe ile familia, ama kuisaidia kwa kuitibia, kuishughulikia, kuiombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie khairi, mambo yawe sawa bin sawia. Kwa hiyo safari ya majini kufika kwa binadamu ni safari ndefu, ambayo safari hii inamkuta yeyote, inamkuta binadamu yoyote,
yani safari ya majini kuja kwa binadamu kudai uganga. Anaposhuka jini ama rohani sharifu, kiumbe ambaye anataka uganga, ufanye uganga wewe, Mwenyezi Mungu amempangia ashuki hapo, basi haiangaliwi wewe ulioshukiwa na huyo jini ama rohani una uzuri kiasi gani, una jinsia gani, una umri gani, una dini gani, hauna dini, unayo dini, mcha Mungu, sio mcha Mungu. Mungu anamshushia mtu yoyote. Rohani huyu anashuka kwa yoyote, na anapokuta kuna madhila, yani machafu, lazima anakuja kuhakikisha na ujumbe kwamba hayatakiwi kufanyika mambo machafu. Ukimwona jini wa uganga anakuja kwenye uganga na anasema haonyi, yani hana maonyo, hana makatazo mabaya kwamba viliko vibaya vitakiwi vinatoka vizuri, yeye yupo tu, basi huyu mumwangalie kwa jicho la pili. Lakini jini wote anataka uganga, cha kwanza anataka mtu wa msafi wa roho wa kila kitu na wa matendo yeye mazuri, sio kumwasi Mwenyezi Mungu, ni matendo ya kumtii na kumfuata Mwenyezi Mungu aliyeumba ulimwengu na vilivyomo. Lakini kama tulivyosema, wapo majini wengine waovu, wabaya, wanaoingia watu na waamrisha mambo sio, mambo ambayo hayafai katika ulimwengu, mambo ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Nao hao wapo. Sasa wewe fundi ama mganga ama mwenye taaluma ya kutibia hao majini, je, wamekujia majini wa aina hiyo, taaluma yako inatosha kuwaweka sawa, kutengeneza, kumweka sawa huyo mhusika? Kwa hiyo anapojiwa na tatizo la majini ama maruhani, jambo la kwanza huyo binadamu anapaswa apate mwalimu. Yani huyo alioshukiwa, kama ni mtoto wenu, mwanenu, mume wako, mke wako, baba yako, mama yako, babu yako, ndugu yako, wana yoyote amshukiwa na hivyo viumbe, vizuri ama sio vizuri, venye uganga ama sio vya uganga, jambo la msingi anapaswa kupata mwalimu. Kupata mwalimu mwenye kujua, mwenye taaluma ya majini, ya maruhani, mwenye elimu ya hao viumbe, na sio tu elimu tu, na mwenye uwezo wa kutengeneza na kuyatatua, kusema hii mbichi kaa huku, imeiva kaa huku, kuwaweka sawa sawa majini, kuwaweka katika hali iliyokuwa sawia, na kuhakikisha jini huyo taaluma yake aliyokuja naye anakabidhiwa vizuri na huyo mganga ama na huyo mwalimu, na anakabidhiwa kwa minajili ya kufanya kazi ya uganga, ya kutibia watu, ya kushughulikia watu, anakabidhiwa kwa misingi inayostahili kulingana na yeye rohani ama yeye jini. Kwa hiyo huyo jini na hayo majini, kila jina na mkondo wake, na mikondo iko mbalimbali, japo tunasema tuna mikondo 7, 14, 21, lakini inawezekana mikondo ipo mpaka 99. Je, taaluma yako imeona jini huyo mkondo wake mkondo gani? Kuna jini mkondo wa kibedui, kuna majini mikondo ya kisharifu, kuna majini mkondo wa kiruhani. Wa kibedui inamaanisha wale majini wote wenye asili ya nguo nyekundu, hapo toko nimeeleweka, wapenda damu hata kama watumii, lakini wenye asili Makata, Bedui, Machinja, Jabari, wale hivyo. Maana yupo Jabari au yupo Bedui, yupo katika upande wa nguo nyekundu, na yupo Jabari mwingine sio mvaji wa nguo nyekundu, yupo katika mkondo wa kisharifu, ana nguo zake. Masharifu wapo aina mbalimbali, masubiani wapo mbalimbali. Kila kundi la majini, ukisikia sharifu, bedui, wamegawanyika. Wapo mkondo wa kisharifu, bedui huyo yupo mkondo wa kijabari, mkondo wa kisharifu, mkondo wa kibedui. Sharifu wapo baadhi mkondo wa bedui kidogo, kisharifu, lakini wapo masharifu wana mkondo wa kiwali. Sasa hili ni somo kubwa, kwa kuwa darasa linaendelea
Ndugu mtazamaji, tuendelea kupata vinginevyo. Fuatilia chaneli yetu hii bora, chaneli ya Maalim Jabbar TV, ili uje kupata elimu hii katika kipindi kijacho. Tutadadavua vizuri sasa majini safari yao imefika kwa binadamu. Baada kwa binadamu anafanywa nini, anatakiwa afanye kitu gani? Nikombe ndugu mtazamaji, unaonitazama muda huu kama bado haujawahi kusubscribe channel hii, naomba usubscribe kwa kugusa kengele ili kuwepo hapo kuliani mwa simu yako, ama kugusa maneno yaliyoandika subscribe, ili uwe wa kwanza kupata video zetu mara tu tunapoupload. Lakini mbaro ja like, na kuomba like na kuombe comment, yani chochote zungumza hapo kwenye comment. Ukisha like andika chochote hapo, toa comment yako juu ya kipindi hiki kinachoendelea. Nini hitaji lako? Chochote zungumza, lolote, mawazo yako napokea na sisi tutakujibu. Lakini ni kuombe video hii usisahau kuisambaza wengine, yani share kwa watu wengine mbalimbali. Share link, usidownload, share link. Usidownload, chukua link, isambaze sehemu mbalimbali kwenye magrupu, ili watu wengi wapate kuelimika juu ya somo hili. Na darasa hili linaendelea, ni kuomba endelea kufuatilia channel yetu kila kukicha, mambo mbalimbali tutaendelea kujuzana. Na leo tumekomea safari ya majini kuja kwa binadamu, na binadamu anapaswa apatiwe mwalimu mwenye taaluma ya majini. Tumekomea hapo, na kipindi kijacho tutaendelea kuona sasa maalim gani mwenye sifa, lakini pia sio maalim gani, na changamoto zinazowakuta majini kwa binadamu, na binadamu kwa binadamu pindi wanapokutana au wanapokwenda kwa mwalimu. Tutazungumza baadhi ya changamoto chache ili tuone nini mnasaba, nini mlengo. Ndugu mtazamaji, mimi naitwa Maalim Jabbar, napatikana Kivule jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Unaweza ukanipigia simu yangu ya mkononi ya 0713 670 998. Namba hii unaweza kuipata WhatsApp. Aidha unaweza kunipigia kwa 0767 670 998. Karibuni sana. Asante.